Mchezaji wa Young Africans Pacome Zouzoua akiwa anatoka katika uwanja wa KMC katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo Young Africans wametoka kushinda ushindi wa mabao 5 kwa 0 mbele ya JKT Tanzania. Mchezaji wa Young Africans Pacome Zouzoua ndo huyo anatoka hapa akielekea kunako kambi yao kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa tarehe 1 ya mwezi wa 3, dabi ya Kariakoo. Pacome Zouzoua ndio hivyo sasa anatoka. Mashabiki wengi wa Young Africans hivi sasa wanafuraha kweli kweli kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa mchezaji wao huyo baada ya kupata majeraha, lakini kwa hivi sasa anaonekana kuendelea vizuri, anaonekana yuko vizuri kweli kweli, na pengine anaweza akacheza dabi akatumika katika mchezo huo wa tarehe 1 mwezi wa 3. Niko vizuri, nashukuru Mungu, niko salama salimina, alhamdulillah. Uko sawa sawa? Mbona macho mekundu? Nini furaha ulikuwa nalia? Niko nalia. Nimesikitika na narudia kusema, nasikitika kusema ya kwamba hichi kilichotokea siku ya leo sio size yake. JKT. Kwamba amekutana na mfupa mgumu. Sio kwamba amekutana na mfupa mgumu. Si unanielewa? Hivi unavyoniona machozi haya yalikuwa yananitoka mimi, ni machozi ambayo nilikuwa nasikitika. Na hapa ninarudia tena kusema, nasikitika kusema kwamba hichi kilichotokea siku ya leo haikuwa size ya JKT. Hichi kipigo kuna mtu kilikuwa kinamsachi. Na kilikuwa kinamsachi Simba, lazima tusiwe wanafiki. Na nasema na nimekwenda kwenye kama ni darasa kwa wale wachambuzi ambao walikuwa wanaibeza Dar es Salaam Young Africans. Mpira una njia zake. Wachezaji wamecheza back to back match, lakini umefikia hatua muda wa kupumzika. Kutoka mechi tuliyokwenda kucheza Ruangwa mpaka hivi leo wamepumzika siku ngapi? Mwili unahitaji kupumzika, lakini baada ya kupumzika unaweza ukaona nguvu ile baada ya kuichaji, unaweza ukaona kipigo kilichotoka. Kwa hiyo nasikitika kusema, na nawaambia wachezaji wa Yanga, na wauliza Dube na wenzako, kwa nini kipigo hichi tulichokuwa tumekificha kwa ajili ya Simba mmekitoa leo? Waende wakanijibu. Kwa hii dozi imeandaliwa kwa ajili ya Simba. Hii dozi ilikuwa sio yao watoto, tumewaonea. Nasikitika kusema Masaubwile, tumekuonea. Hichi kipigo kilikuwa kinamsachi mtu, na nilisema kama tumeamua kusema ni gereza kuu la Guantanamo pale New Amani Zanzibar, wafungwa wanakwenda wengi, kwa nini mfungwa sugu asiende kuhukumiwa pale? Anapelekwa katika vigereza vidogo hivi, kwa nini pale asiingie? Kwa tuseme kwamba bado Simba Depo anaonekana kufanya vizuri katika kila mchezo ligi kuu Tanzania bara. Hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba ni darasa tosha kwa viongozi wanaomiliki hizi timu. Benchi la ufundi likikuletea maoni mezani, yatekeleze kama ulivyoletewa. Tunamshukuru Pedro, kocha wa Dar es Salaam Africans, ambao baadhi ya wachambuzi wamembeza, na nitumie nafasi hii kusema nampa taarifa, nampa masaa 72. Kesi, ato kesi. Namwambia kesi kutoka mjini FM. Justin Kesi, nakupa masaa 72. Uende ukatengue kauli yako ya kusema Pedro timu imempalia aondoke. Hichi kilichokwenda kutokea kinakwenda kuwafundisha. Pedro alitoa maoni na kupendekeza kwamba anamhitaji Depu, ni kwa sababu ni striker ambaye anamfahamu, na leo hii viongozi walitekeleza maombi ya mwalimu akaenda kumleta. Leo hii tunafaidika. Wana Yanga sasa hivi kiu yetu ya mabao inakwenda kumalizika. Kama ulivyoona, akikukosa Depu atakupitia nani? Mudathiria haya atakupitia nani? Dube. Leo Ishani mwana huko amebunduki lile pale. Assume kama lile bunduki linapigwa golini, afu upo golikipa wa Simba yule mgeni ambaye hajakutana na moto wa Yanga, kuna nini hapo? Namjua. Nimemuona. Simba umesema umejipata. Ndio maana nawaambia hicho kimvuli ataenda kukutana nacho, kwa sababu moja kati ya magolikipa ambao hawajakutana na joto la jiwa Dar es Salaam Africans ni golikipa mpya wa Simba. Naye pia tunamkaribisha kwenye show zetu za kibongo, aje akakae golini, aende akakutana na moto wa Yanga. Baadaye wanacheza vipi? Wengine na wao wana salamu nzito kutuma kuelekea kwenu. Niwaambie watu wa Dodoma Jiji,
Mpo katika mji mkuu wa Tanzania, mnatakiwa kwenda kuheshimisha mji wa Dodoma. Simba ni timu ndogo kama timu zingine ndogo katika nchi hii. Leo hii nazungumzia Mtibwa ni bora kuliko Simba. Dodoma Jiji, nendeni mkaonyeshe ubora kama walivyoonyesha Mtibwa hapo kwa Meja Jenerali. Nendeni mkaiheshimisha Dodoma, nendeni mkatoe sare, nendeni mkamfunge Simba kama tunavyokwenda kufunga sisi tarehe 1. Simba hii ikafungwa na Dodoma. Inawezekana. Yeye nani asifungwe? Kama ameweza kufungwa na Azam watoto under 17, yeye nani Dodoma na watu kama nani yule pale? Jezi namba 11 nimemsahau jina kidogo. Hatari. Mwiba yule pale. Yeye nani asifungwe? Simba unasema wanaenda kulipa kisasi. Wanakwenda kulipa kwa nani? Kwa Young Africa. Hawana uwezo huo, kawaambie. Lile chupa ambalo walitiwa nakwambiaje? Nenda kawaambia watu wa Simba. Lile chupa tulilowatia mule na tukafunga tangu enzi ya goli 5 mpaka sasa hivi limefungwa. Ni wenye mamlaka tu wakiamuru nikakutana na Simba na kwenda kufungua na mtoa Simba naweka. Nikimaliza namrudisha mule nakaa. Ndio. Mpaka sasa hivi chupa tumehifadhi. Kamati ya ufundi. Password ipo kwa Harris ndani chumbani imetulia. Tukimtaka Simba tunakwenda kuchukua, tunayana kama pombe ya ngomani tunachukua tunakwenda kugema. Jonathan Soa amerejea mjini. Ndio, na nilisema tulisema umepewa kazi ngumu ya kuikashifu Dar es Salaam Young Africans. Ni kazi ngumu, itahatarisha kipaji chako. Leo hii Jonathan Soa anapewa majukumu mazito ya kwenda kumkashifu president, rais wa vilabu vyote barani Afrika. Tunu ya Tanzania, tunu ya michezo ya nchi, unakwenda kumkashifu. Leo hii yako wapi? Tulikaa sisi shura bila kati Arabia, tumekaa chini hii na Daunaka kastajibu Amina, tukaelekeza kwa Jonathan Soa. Huyo hapo sasa hivi anaweweseka tu, anaweweseka tu. Huyo hapo karudisha mabegi yote. Ni michezo, ndio michezo. Mpaka aseme aenda kaombe radhi wa Tanzania na rais wa vilabu vyote barani Afrika, naomba radhi, niliteleza mimi kijana wako, wana Yanga wote mniruhusu niende nikafanye kazi. Ataruhusiwa. Na bado kuna mtu tunamsachi hapa cheupe, tunamsachi. Mimi nakwambia kuna mtu, wewe unashindwa kwenda kusimamia wakazi wa Kariakoo. Kuna vibaka wengi Kariakoo ujue. Kama diwani nenda kasimamie pale, unakuja kutuchokonoa sisi. La kwetu tutalipata hii na Daunaka kastajibu Amina, inaanza kusachi mwezi mtukufu. Kwani diwani amefanya nini Kizinga? Anakuja kutuambia sisi tumefeli. Malengo yetu wana Yanga ni kwenda hatua ya makundi. Tumekwenda hatua ya makundi, tumefaulu. Sisi na Simba, Simba alisema malengo yake ni kwenda nusu finali. Amefeli, amefaulu. Hajafika nusu finali, amefeli, si ndio? Sisi malengo yetu makundi, tumefaulu, tumefeli. Wewe nani? Who are you by the way kwenye Yanga? Wewe nani wewe? Hiyo kadi ulipewa kadi gani hiyo? Namba ngapi? Simba mkubwa wewe, unalia nao? Nakwambia Manara, nenda kaungane na wana Simba wenzako kwenye kipigo. Wenzio wanalia, tunakwenda kufumua mara 7. Na wewe ungana nao mkalia wote kwa pamoja. Kwa nini wakimbie? Amesema atakuja visiwani Zanzibar kutazama mechi. Aje tunamkaribisha. Alie na wenzake. Na mimi nataka hivyo. Na aje na rangi nyekundu, akalia na ndugu zake. Mara papo akapata matokeo. Mara? Akapata matokeo. Sasa hiyo paha ipo. Kwenye Simba na Yanga toa. Lakini toa. Huenda toa. Wamepata matokeo Simba. Hawawezi kupata kwa sababu nilishasema. Chungu tulichowatia, chupa tuliowatia Simba tunatoa, tunagema, tunapiga, tunarudisha. Wewe unapata wapi? Sikiza nikwambie, kimsikiza vizuri Jonathan Soa, anakuambia uongozi mzima ndio unaofanya haya yote yanatokea kwenye timu ile. Sheikh na Harris na Vice Arafat na viongozi wote ambao wamekwenda shule wamesoma, wanaongoza kila wakati vikao kwa ajili ya ujenzi wa timu yetu. Wewe ambaye tangu vikao vya mwisho unawafukuza wanachama, mnagombana pale, mnazima umeme kwa sababu mnakula na ubwabwa. Leo hii unataka uende ukasimame mbele na viongozi wa Yanga? Are you serious? Shukrani sana. Asante. Tumemaliza.